Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji, wakati mwingine tena tunakutana kwenye jamvi la kulipendalo, jamvi la sanaa ya Kiswahili, pale ambapo tutapiga mbizi na makafi. Kwanza kabisa kukualika na uweze kutulia nyumbani tuweze kupiga show hii nambari moja. Kumbuka ni kipindi chako hiki cha sanaa ya Kiswahili. Tupo katika makao makuu ya burudani, makao makuu ya vipaji, Rungiri. Rungira. Sauti za kumtoa nyoka pangoni na kumleta ulingoni hadi jukwani ni sauti za wanafunzi hawa. Kumbuka tupo tayari angalau nihakikishe kwamba na kupatia nafasi ya kusikiliza sauti zao, ni kupatia nafasi ya kusikiliza nguvu zao. Kipaji wanacho, nguvu wanazo. Je, kwa mujibu wa mtaala wa elimu mwaka huu kuendeleza na kuendelea katika shughuli zao, je wametimiza ndoto? Tutakuwa tunasikiliza kutoka kwao namna gani mchakato mzima wa CBE na CBC kuhakikisha kwamba wameweza kufanikisha ndoto zao kupitia vipaji. Ukuandalia hapa katika sakafu hii si mwingine, jina langu ni Mathias Momanyi, na ukumbuke fika kuwa nitakuwa na kukupatia historia fupi kuhusu shule ya Rungiri, ambayo ni shule ya mseto na ya kutwa iliyoanzishwa mwaka 1978 kwa ufadhili wa kanisa la PCEA Rungiri, kutoa nafasi kwa idadi kubwa ya wanafunzi ambao walihitaji, mpenzi mtazamaji, elimu ya sekondari huku wakikosa nafasi katika shule ya serikali wakati huo. Shule hii ilianza kama shule ya Harambee ikiwa na idadi ya wanafunzi 57 pekee. Shule hii imezidi kuimarika kiasi cha idadi ya wanafunzi kuzidi 1000 na walimu pia wakizidi 50. Kimasomo Rungiri imezidi kuimarika kutoka alama wastani ya chini 4.5 hadi hivi kufikia 7.1 kwenye mtihani wa kitaifa KCSE, huku ikiwapeleka idadi kubwa ya wanafunzi kwenye vyuo vikuu. Licha kusema kwa mate, tunaandikia kwa wino kwa sasa hivi, watakuwa wanadhibitisha wao. Je, shule hii imewahi kufikia pia nafasi kati ya 100 bora za taifa ama za kitaifa, na hata kuibuka kidedea kwenye gatuzi la Kiambu kati ya shule ya kiwango chake mara kwa mara? Ni vipi kwa kitengo cha michezo na vipaji? Sifa ya shule hii zimevumwa na kuenea midhili ya moto katika kichaka kikavu. Wamevuma kama upepo wa kusi, wasemavyo Waswahili. Kauli mbiu ya shule hii ni tunajivunia kuwa wana Rungiri, imezidi kutia motisha chini ya uongozi wa mwalimu mkuu Bwana Joseph Njenga kwa kuwapa wanafunzi elimu bora na hivyo basi kuimarisha vipaji vyao. Rungiri oye! Rungiri mambo mazuri unasikia, wameketi kitako kukupatia sehemu kubwa ya burudani mtazamaji. Jina langu ni Double Mathias Momanyi, siko peke yangu, nipo na majaji walioketi. Hebu tusikilize sauti zao. Nianze na mwalimu Kikechi. Safi, na shukuru sana Bwana Mathias Momanyi, na vile nafurahi kufika katika shule hii ya upili ya Rungiri ambayo inapatikana kaunti ndogo hii ya Kabete, yani maeneo haya ya Kikuyu. Nipokelewa kwa mikono miwili na kwa moyo mkunjufu na mwalimu Stati kutoka idara ya Kiswahili. Jina langu ni Kikeji Kombo, mmoja wa majaji ambayo nitaweza kuelekeza wanafunzi mahala ambapo wataweza kushiriki katika kitengo cha fasihi na vile vile katika kitengo cha chemshabongo na sarufi, na vile vile kutakuwepo na kitengo kingine ambacho wanafunzi wataweza kushiriki katika vipengele mbalimbali vya kuweza kujifahamisha, hususan katika kitengo cha bunge la mwanafunzi. Na mimi ni mmoja wa wahadhiri katika chuo cha walimu, na wingi wa matumaini kwamba wanafunzi watashiriki vizuri ili kufikia mwisho wa kipindi hiki sote tuwe tumeelimika na kuburudika. Nashukuru bingwa wama usema mwenda tezi na omo marejeo ni ngamani. Marejeo ni ngamani, mpige makofi jaji wetu. Barabara mtazamaji, tunaenda moja kwa moja kwake bingwa Sitati. Je, tuone namna gani atasita ama Sitati atasema mengi? Karibu sana Sitati. Naam, hayawi huwa licha ya kuwa ngoja imeumiza matumbo, lakini siku tuliyoingoja kwa hamu na gamu imewadia. Wapendwa kutoka KBC tunawakaribisha. Asante kuja kututembelea. Asante kwa taadhima ambayo mmetupa. Mjisikie huru, mjisikie nyumbani, na bila shaka mtanufaika. Wanafunzi wetu, onyesha kila vipaji, kila talanta mlizonazo ili mvume kimataifa kote duniani. Karibuni. Asante sana Sitati bila hati. Mpige makofi Sitati. Haya basi mpenzi mtazamaji, kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili. Kumbuka lazima siku zote tukuandalie jamvi, na kumbuka katika kipindi hiki huwa tunaanza kwa wimbo wa taifa halafu wimbo wa Afrika Mashariki.
Kwa hivyo basi tunakukaribisha sana wanafunzi, kumbuka uwanjani wenu. Tuanze kwa wimbo wa taifa. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. E Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asante sana mtazamaji, baada ya kuitendea haki sakafu na baada ya kusikiliza kutoka kwao wanafunzi, wamekwisha tendea haki kwa kuimba wimbo wa taifa na kuweza kusikiliza wimbo wa Afrika Mashariki. Tutakuwa sasa ange kuweza kushuhudia namna walivyojiandaa, walivyopikwa wakapikika kuhusu swala zima la vipaji vyao. Kumbuka kuna sehemu za ushairi, sehemu za nyimbo, sehemu ya kufukafuka na sehemu ambazo wamejaaliwa zote. Pia kuna wachoraji. Je, tutakuwa tunashuhudia nini katika jukumu na juhudi zao za kuonesha umahiri wao? Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili. Tupo ange zaidi, tuwakaribisha wenzetu tuweze kuona je, wanafanya vipi katika sehemu ya ushairi, nyimbo na sehemu ya vipaji vingine. Kumbuka hii ni sanaa ya Kiswahili, usiende mbali. Wakenya hamjamboni, pulikeni niwaambie, toka bara hadi pwani, naomba mnisikie. Nasema hilo ya kinyi, Wakenya msipuzie, mshikamano nchini ndio nguzo ya ufanisi. Taifa letu ni moja, sini hivyo wazalendo, kabila pambo si hoja, ni marashi ya upendo. Muacheni kubabaja, ukabila ni uvundo, mshikamano nchini ndio nguzo ya ufanisi. Utangamano ni bora, maendeleo huleta, ukajenga barabara, sisi sote tukapita, kazifanya biashara, tuze ng'ombe na bata, mshikamano nchini ndio nguzo ya ufanisi. Mshikamano hufanya viwanda kuimarika, kakusanya malighafi na kuleta kwa haraka, na Wakenya kote nchini wakapata mahitaji, mshikamano nchini ndio nguzo ya ufanisi. Yafike kwako moyo uliobondeka, utadharau maombi yangu. Yafike kwako moyo uliobondeka, utadharau Katiba kata wa kata ya Mkata alikataa katakata kukata mti katika kata ya Mkata. Katiba kata wa kata ya Mkata alikataa katakata kukata mti katika kata ya Mkata. Katiba kata wa kata ya Mkata alikataa katakata kukata mti katika kata ya Mkata. Juma alijumlisha majuma ya Juma kwa jumla. Juma alijumlisha majuma ya Juma kwa ujumla. Juma alijumlisha majuma ya jumla kwa ujumla. Mgeni njoo mwenyeji apone. Juma iliyoweza kupita rasharasha za hapa
na kule za kujiandaa zimekuwa kipaumbele kwa wanafunzi wa shule hii ya upili ya Rungiri. Vikundi mbalimbali basi vya wanafunzi walikuwa wakijiandaa kwa kina na kwa hiari ya kujiongeza sifa na kuendelea kupeperusha bendera ya shule hii ya upili ya Rungiri. Basi katika mitambo ya KBC, mwenye macho hambui tazama, basi wanafunzi wengi hii leo wana ishara ya nyuso, wana ishara ya furaha katika nyuso zao, hisia ambazo zinaonekana wenye furaha ribo, na tumaini langu ni kuwa maandalizi yao yanatosha matokeo hasi na yataweza kubadilisha hisia za jamaa kwa ujumla. Basi hofu ilienea kama moto nyakani. Hii ni baada ya Zuhura kubadilishwa kwa minajili ya kusherehekea sikukuu ya Madaraka. Natumai sote tunaamini kuwa Mola hakosolewi wala kuulizwa swali. Mtazamaji wetu, kufikia hapo sina la ziada ila kukupa shukrani kwa kuungana nasi kwa habari hizi. Bila shaka mpaka wakati mwingine, Jalali akiweza kupenda, lakini kwa sasa buriani. Mliyekuwa na studio si mwingine ila ni mimi wako mtangazaji bomba katika lugha hii ya Kiswahili, JD Gitao. Kuna mabro na maproso, buda ogopa mabro, watakufanyia ile kitu only God knows. I was 12 years wakati niliachwa ni survive, dunia ikanionyesha njia na mimi nikaongeza gear to my life. Kafara ebu sikia utalia nikianza kukuhadithia, ni kama ngamia kwa desert ameangamia, na jueni fara utagaramia. First clap kwa Mr. Wambaya, nilirezi wakati nilikuwa hali mbaya. Second clap kwa Madam Ra, alini assist wakati nilikuwa na diabetes. Third clap kwa Seki, sijui kasi yeye nani angeni admit. Mamangu alishikuniambia kwa matusi ni mbaya, and that's why drug mi siwezi kuabuse. Heri nikae soba kuliko levi nifanye niwe so kwa bar. Na nimejua mbona unaambiangwa don't drink and drive, ni sababu pia hizi barabara zetu huwa zinakuwa zimelewa, ndio maana zinaitwa highways. Na nimekataa kabisa kwenda kwa bar, juu nimejua mbona mhudumu wa bar anaitangwa bartender. Juu ni after ushalewa kwa bar, mwisho anakutenda. The truth is, hadi utumie heroin, hauwezi feel ka hero uko in. Na ni machokora wangapi umeona wakitumia glue na hakuna kitu wanashikanisha, na hadi wameshindwa kustick pamoja ndio maana wanazurura. We imagine after Simon ameambiwa I'd name 2 kings who brought peace and harmony, alisema drinking and smoking. Do his peer pressure influence his peer pleasure. So uko na plans the life yako, ametugoje ushike joba, julisema before the kingdom come, wacha kingdom kikam. Si weni form for liver, although you are a form for liver, usisahau pombe uharibu form ya liver. So stay safe, say no to drugs. Jina langu ni Trevor Wino, kidato cha 4A. Nimechora Iron Man kwa sababu napenda vile anasaidia watu na teknolojia, na hiyo teknolojia pia inasaidia watu kutoa vitu kama magonjwa, hali ya anga irudi sawa sawa. Jina langu ni Joshua Remington kutoka kidato cha 4. Kipaji changu ni kuchora. Hapa nimemchora mtu aliyekalia bembea, anafurahia mazingira yake. Kwa hivyo ni vyema tutunze mazingira yetu ili tuweze kuyafurahia. Jina langu ni Stacy 14 kutoka kidato cha 3K, na hapa nina mchoro wa dunia yangu ya fantasia inayowasilisha ujumbe wa urembo wa mazingira. Jina langu ni Danson Waweru kutoka kidato cha 3U, na mchoro wangu niliutoa kwenye dunia ya fantasia, na mchoro wangu naupenda kwa sababu unaonesha mazingira matulivu. Asante. Jina langu ni Collins Kikuyu kutoka kidato cha 3U, na mbele yako ni picha ya mazingira. Nimechora kwa sababu napenda mazingira na ningependa tuihifadhi. Asante.
Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji, imekuwa ni fahari ya siku zote macho kuweza kufilisika. Wanakuambia fahari ya macho siku zote haifilisi mwenye duka, na siku zote tumetazama mambo mengi zaidi. Palipo na urembo pana ulimbo, na siku zote chura upenda maji moto, lakini si maji ya kawaida, lakini maji moto mjaribu ataungua sana kwenye ngozi yake. Hii ni Sanaa ya Kiswahili, imekuwa ni burudani ya kukata na shoka, imekuwa ni show kubwa zaidi ndani ya KBC Channel 1. Kumbuka nitakapokuwa nikiwaaga hawa wenzetu wote ambao wamekwisha tuonesha vyote na vipaji vyao, tutakuwa tunashuka kwenye maswali, bunge la mwanafunzi na maswali kwa wanafunzi. Kumbuka hii ni Sanaa ya Kiswahili. Asante sana wote wanaotuandikia na kututumia ujumbe. Asante sana Mwalimu Moses kutoka Kenya High, ananiambia kwamba show inapendeza sana brother, tuko pamoja. Kumbuka nikirejea nitakuwa nashughulika na maswali na sehemu ya bunge la mwanafunzi. Hii ni Sanaa ya Kiswahili, usiende mbali. Unaitazama KBC Channel 1, hewani ni Sanaa ya Kiswahili, inapendeza sana siku zote. Wanakuambia Mswahili, chura nataka kujua furahayo kitu gani, kila inyeshapo mvua wachekelea ziwani, una nguo ya kufua hata maji wala sabuni. Shairi nalo nikumbusha mbali sana. Hivyo basi tunaingia katika sehemu ya bunge la mwanafunzi, sehemu ambayo tutakuwa nasikiliza sauti ya wanafunzi hawa. Lakini kwa sasa ni wabunge. Je, watakuwa wanafanya kazi namna gani? Itabidi tuweze kushuhudia, tusikilize kauli zao, namna wanavyofanya jambo likatunga umbo na tungo. Jina langu ni David Gitau. Asante sana mbunge David Gitau kutoka kaunti ya Kiambu. Nawe? Jina langu ni Marcel Osembo. Marcel Osembo kutoka kaunti ya Kisumu. Asante sana. Nawe pia mbunge? Jina langu ni Arthur Mwaura. Arthur Mwaura kutoka kaunti ya Murang'a. Upande wangu wa kushoto pia wapo wabunge. Jina lako nani mbunge? Jina langu Ruth Wanjiru. Ruth Wanjiru kutoka kaunti ya Kirinyaga. Upande ule mwingine? Jina langu ni Peter Mwao. Peter Mwao. Mwao, asante sana Peter Mwao kutoka kaunti ya Kakamega. Jina langu ni Elvis Chandugu. Elvis Chandugu. Asante sana mtazamaji, basi tunaingia moja kwa moja katika mada ya siku. Jasiri wanasema vipi na shujaa wanajishajiisha namna gani? Je, ajira ni lazima baada ya chuo kikuu? Wanafunzi hawa ikiwemo Gen Z wamejizatiti sana katika kukamilisha kwao kwa masomo ya chuo kikuu. Wengi huwa na ndoto kwamba wakikamilisha na baada ya vitivo vyao basi kazi zipo. Je, ni kweli? Je, kuna ajira baada ya masomo ya chuo kikuu? Mnasemaje? Mnakubali au mnapinga? Tunakubali. Kubali. Tetea upande huo. Naam, asante sana Bwana Spika kwa kunipa fursa hii ili niweze kuunga mada inayosema ajira baada ya chuo kikuu ni uhakika. Naam, kwa kweli ni uhakika. Elimu ya chuo kikuu huandaa wanafunzi kwa soko la ajira na huongeza uwezekano wa kupata kazi zenye kadhi na malipo mazuri muhimu kwa maendeleo ya nchi. Kazi za hadhi ni kazi za malipo mazuri na pia kazi za heshima. Basi tuingie katika mada yetu ya siku ya leo ambayo ni ajira baada ya chuo kikuu ni uhakika. Basi ajira ni nini? Ajira ni kazi inayotolewa au inayofanywa kwa malipo katika kampuni, serikalini au pia mtu binafsi. Chuo kikuu ni asasi inayotoa elimu ya juu na kuwatunukia wahitimu wake degree kwa lugha nyingine ni stashahada. Uhakika, neno la kutia dokezo, ni hali ya kuwa na yakini ya mambo. Basi hoja yangu ya kwanza ni kuwa umahiri, mahitaji ya kisekta na ajira rasmi. Ukianzia shule yako ya chekechea, ukaenda shule ya msingi, sasa hivi uko shule ya upili, hapa unatengeneza grade yako ambayo itakupeleka chuo kikuu. Huko ndiko ambapo utaelekea kutengeneza maisha yako, kusomea kosi ambayo itakusaidia kuishi maisha ya heshima. Basi hoja yangu ya kwanza kuu ikiwa ni mahitaji ya kisekta na ajira rasmi. Basi maelezo nayo yakiwa ni baadhi ya fani mbalimbali huhitaji elimu ya chuo kikuu kama sharti ya msingi ili iweze kuajiriwa
kampuni kama kampuni ya TSC, kampuni ambayo ni ya elimu, lazima ukuwe na stashahada. Maanake sasa hivi ukisikiza ripoti za mkuu wa TSC anasema kuna kudhibitika, kuna ripoti za Wizara ya Elimu ya TSC zinaweza kutoa takwimu ya kutosha za uhaba wa wataalamu katika sekta fulani, zikionyesha mahitaji makubwa ya kukosekana kwa waliohitimu kwa shahada ili kuwawezesha kuwa walimu, kwa sababu wezi niambia mwalimu wako wa Kiswahili jaenda chuo kikuu ati amepitia tu shule ya sekondari akajiunga kuwa mwalimu. La hasha. Tupie makofi huyu mbunge. Lakini tukumbuke siku zote kuwa TSC ni tume, si kampuni bwana. Asante sana mbunge. Nasemaje binti hapa, naona mbunge anasema kata. Ulimi unamkata, unasemaje mbunge? Asante bwana Kinara kwa kunipa fursa murwa kupinga mada ya leo ambayo inasema ajira baada ya chuo kikuu ni ya uhakika. Hoja yangu ya kwanza ni kuwa utoaji wa rushwa na upendeleo imekithiri mazingira ya soko la ajira. Kwa hivyo katika baadhi ya matukio fursa za ajira huendeshwa na rushwa na upendeleo. Hivyo basi kuwanyima walio na sifa na ujuzi wa kitaaluma kutokuwa na kazi. Na kwa mfano katika nchi yetu ya Kenya, ripoti nyingi zinaonyesha kuwa na zimeripotiwa kuwa waliohitimu katika chuo kikuu hawajaweza kupata kazi kwa kuwa watu wanawachukulia majamaa zao na pia pamoja na marafiki zao. Hiyo ndo maana napinga mada ya leo ambayo inasema kuwa ajira baada ya chuo kikuu ni uhakika. Tumpie makofi mbunge huyu. Hivi kwamba anasisitiza kuwa kuna wale huajiriwa kutokana na masuala ya ujamaa, namna wanavyojuana, wengine kuhusu swala la utabaka na ukabila. Je, yawezekana kuwa kabila moja lipo katika ajira kisha wengine wakatazama tu? Mbunge Osembo toka kaunti ya Kisumu, unasemaje? Naam. Basi niko mbele yenu kuunga mkono mada inayosema ajira baada ya chuo kikuu ni ya uhakika. Hoja yangu ikiwa ni serikali na sekta za kibinafsi huhitaji watu waliohitimu katika vyuo vikuu. Hii ni kama taasisi za walimu, taasisi za teknolojia, taasisi za kiafya, zote huhitaji watu waliohitimu katika vyuo vikuu. Je, ni vipi tutapata walimu, waandishi wa habari, madaktari, mahasibu na pia mawakili kama bado tutatilia shaka ajira baada ya chuo kikuu? Hii yote inaleta muungano ya kwamba ajira ya chuo kikuu ni ya uhakika, na hapo ndipo tutaweza kukuza uchumi wa nchi tukilinganisha na watu ambao hawajamaliza chuo kikuu. Ajira zipo baada ya chuo kikuu, haswa zile nilizosema. Basi inatubidi sisi sote tuungane mikono na kuunga mkono mada inayosema ajira baada ya chuo kikuu ni ya uhakika. Mbunge Dr. Osembo, hivi basi kuna mablogu, kuna vijana wanaweza kuingia katika mitandao wakatengeneza kazi zao, sio? Mpiga makofi bingwa huyu. Kwanza kabisa ningependa kupinga hii mada ya leo inayosema kuwa ajira baada ya chuo kikuu ni ya uhakika. Kabla nianze, ningependa kupinga alichosema mwasilishaji wa pili kuwa katika sekta za serikali wanapendelea watu ambao wako na wamehitimu kutoka chuo kikuu peke yake. Ndio, sikatai, lakini utailalia bahati ya mwenzio mlango wazi. Wengine wakipewa kazi, usitarajie kuwa pia wewe utapewa kazi. Alafu kingine, katika hizo sekta mbalimbali wanaangalia watu wenye tajriba. Utapata wapi tajriba bila ajira? Hoja yangu ya kwanza ni kwa Kenya, nchi yetu ya Kenya inashindwa kukidhi idadi kubwa ya wahitimu wanaoingia katika soko la ajira kila mwaka. Hii inaleta mashindano
katika soko la ajira, ikisababisha watu kufanya wahitimu, inasababisha wahitimu kufanya kazi ambazo si rasmi. Tuseme kwa mfano kazi ya bodaboda, kuuza mayai, ili hali mtu amehitimu. Tumpige makofi mbunge. Tuelekee kaunti ya Murang'a pale, jamaa anasema kwamba haiwezekani. Mbunge anasemaje kuhusu hili swala? Hoja yangu ya kwanza ni umahiri na utaalamu husika. Hii inawezesha mtu ambaye ameweza kuenda katika chuo kikuu kupata ajira ambazo ataweza kujikimu kimaisha, kama sekta ambayo ni ya madaktari, mainjinia, au wanafaa kuwa wamehitimu, wamepata vyeti ambavyo vimewasaidia ili kupata hizo kazi ambazo walizo nazo. Pia ningependa kusema kuwa chuo kikuu kinaweza kusaidia mtu kupata ajira, kusimamia kazi ambazo walizo nazo, kama biashara hivi, anaweza kujua jinsi atakavyoweza kupanga pesa alizo nazo katika hiyo biashara na jinsi ya kuiendeleza. Naam, asante. Asante, mpige makofi mbunge huyu. Mbunge Chandugu kutoka kaunti ya Mombasa anasema bwana haiwezekani. Haya yote mnasema mnaandikia mate ni na wino. Waambie. Asante bwana spika kwa kunipa fursa hii. Ningependa kupinga ndugu zangu. Ajira si ya uhakika nchini Kenya. Laiti mwenye macho ambaye itazama moja kwa moja hadi kwa hoja yangu ya kwanza. Ujuzi usiendana na mahitaji ya soko. Watu wengi nchini Kenya wanaparamia shahada za juu. Laiti soko la ajira linahitaji linapeana nafasi finyu kwa wanaofuzu. Lakini wanaofuzu, je, wanapata kazi? Kama ndugu yangu alivyosema, lazima uwe na uzoefu wa angalau miaka 5 ndio upate kazi katika ofisi ya serikali. Hiyo ni ukweli au uongo? Nimekuachia swali. Haya basi, makofi kwa Chandugu. Gitawa umeulizwa. Tetea upande huu. Wewe mmoja umalizie, wewe umalizie. Nasemaje? Bwana Spika, mimi nikija hapa nilidhani nakuja kupatana na wajusi, kumbe ni vijusi. Na mbunge mpinzani amesema kuwa baada ya chuo kikuu utatoa wapi tajriba. Nafikiri wewe umetoka nje ya mada, maana hatuzungumzii kuhusu tajriba, tunazungumzia kuhusu ajira, na tukumbuke majira yanakuja yakienda. Majira ni kama mawimbi, yani waelewa? Bwana. Kwa hivyo usiwezi niambia ukimaliza chuo kikuu utakosa kazi baada ya kuhitimu, maana kuna wale ambao wanapumzika baada ya miaka yao kufika. Na ningependa kuwahimiza hadhira wasiwatie fora masikio yenu, maana pia nyinyi mshuleni, nyumbani wazazi wanawaambia msome kwa bidii ili mtengeneze grade yenu ya kujiunga na chuo kikuu. Jiulize swali, mbona mzazi wako kakuelekeza hivyo? Kwa sababu baada ya skuli hii ya sekondari, kila mtu anatarajia na matarajio yake ya kujiunga na chuo kikuu. Chuo kikuu unaenda kufanya nini? Swali kwako hadhira na pia kwenyu. Nikimalizia ningependa kuwaomba hadhira mjiunge nasi ili tuunge mada pamoja. Ajira baada ya chuo kikuu ni uhakika. Naam, asante. Makofi kwake bingwa Gitau. Haya, kabla hajamaliza Osembo, pigilia msumari mbunge toka kaunti ya Kisumu. Unasemaje? Basi ningependa kwanza kumpinga mpinzani wangu wa kwanza aliposema kwamba hamna ajira kwa wahitimu wa vyuo vikuu. Basi, je, ajira ni changamoto ya kiuchumi au ni changamoto ya kielimu? Mada yetu yazungumzia elimu. Hilo ni swali kwenu. Naam. Basi
ningependa kuachia pia swali lingine huku nikiuliza, bila elimu ya chuo kikuu ni vipi au ni njia gani ya kuaminika ambapo mwanafunzi aliyehitimu na stashahada ya chuo kikuu anaweza kupata kazi ya kuheshimika? Asanteni. Shahada ya chuo kikuu iwe ni shahada ya uzamili ama ya umahiri, tutajua tu itakuwa namna gani. Mpige makofi ya jamaa. Malkia amesema haijalishi wanaume mkaa kama vijana dume, ina sauti. Unasemaje? Naam, mimi kama Ruth Wanjuru nataka kuuliza swali moja. Waulize. Wangapi wamehitimu katika masomo yao ya chuo kikuu lakini hawana kazi? Hadhira. Wapo wengi sana, lakini kuongea ukweli, kulingana na maoni yangu mimi naona kuwa wale ambao wanapewa hii kazi ni wale wanaotoa mlungula kwa wanaotoa kazi na wanaopeana kazi. Kwa kuwa mimi napinga baada ya leo, nasema ajira baada ya elimu ya chuo kikuu ni uhakika. Bwana, ajira uja kwa majira, kazi pia. Kama sawa na mali, bila daftari upotea bila habari. Mpige makofi huyu. Unasemaje bwana Mawe? Tunafunga hii kisha umpatie ubingwa. Nadhani kuwa ndugu zangu wanapaswa kurudi darasani. Warudi darasani au sio? Ndio, wafanye utafiti wa sahihi. Waeleze. Sababu kulingana na takwimu zilizofanyika na wizara ya KEBS humu nchini, walisema takwimu zinaonyesha kuwa vijana kutoka miaka 18 hadi miaka 35 hawana ajira. Takwimu bado zinatuonyesha kuwa 67% ya vijana hawana ajira. Hawa vijana ndo ambao wamehitimu kutoka vyuo vikuu. Je, mmeulizia huko nje mkasikia ni wangapi ambao wamesoma? Swali zito. Cha ndugu unasemaje? Funga kazi baba. Hao vijana wanaofuzu katika vyuo vikuu, wengi wao huishia kufanya kazi za kijungujiko. Vijana hao wengi wao huingilia miadarati na wamefuzu, na soko la ajira bado kuwafungukia. Ndugu zangu, Tandabelu, amaliza bwana. Unakubali? Naam, ningependa kusema kuwa pia mafunzo wanayopata katika chuo kikuu inawasaidia wao kibinafsi kujiajiri wao wenyewe katika makampuni kama ya vile Mkopa ama ya Sendi. Hizo ni kampuni ambazo mtu akianzisha anakuwa na umaarifa anaopata katika chuo kikuu. Naam. Asante sana mtazamaji. Gota Gogo, usikilize mlio wake. Mswahili anakuambia wamekwisha toa hoja zao, lakini kumbuka baada ya chemsha bongo tutakuwa tunaenda kwao majaji tusikie wametathmini namna gani, inaleta picha gani. Hapa tu kwenye sanaa ya Kiswahili, jungu kuu la bunge la mwanafunzi. Nikirudi naja katika chemsha bongo, usiondoke. Sadakta mtazamaji, hii ni sanaa ya Kiswahili. Kumbuka kitengo ni chemsha bongo, mahala ambapo wanafunzi wanagaragazana. Itakuwa ni mgaragazano pata hapo, kamba inakata jiwe papo kwa hapo. Tusikiliza kwanza wakijitambulisha. Kumbuka katika chemsha bongo tunaanza kabisa na sehemu ya chui. Jina lako nani? Jina langu ni Eddie Manjeo na ninafurahi sana kuwa na nyinyi leo. Asante sana Eddie. Jina lako nani binti? Jina langu ni Caroline Kamau. Asante sana mtoto wa Mungu. Jina lako? Jina langu ni Ishmael Omondi. Ismail papa, tuko pamoja. Asante sana binti. Jina lako? Jina langu ni Nelly Njeri. Asante sana Njeri. Jina lako Malkia? Jina langu ni Gaudensia Marita. Asante sana Gaudensia. Jina lako binti? Jina langu ni Lucy Modoni. Shukran jazila, inapendeza sana. Kumbuka ni chemsha bongo, sema ambapo kila mtu anaipenda sana. Hapa ndipo tunasema papo kwa hapo unapata swali. Swali la kwanza, sauti cha ina sifa zipi? Sauti cha ina sifa zipi? Ni sauti siguna. Sauti siguna. Nakubali sana hapo. Tunga sentensi kwa kuzingatia nomino ya jamii ama nomino ya makundi. Wingu. Wingu. Tusema umati wa watu
halaiki, safu ya milima, wingu. Wingu la moshi. Mbona na hakika? Kamilisha kama huyu bwana na hakika. Mbona na hakika? Wingu la Nzige. tena? Nzige. Jina lako nani? Lucy Modoni. Modoni amepata nzige pia moshi. Makofi apigie. Tambua miundo mine ya ngeli ya awa. Tambua miundo mine ya ngeli ya awa. Miundo mine ya ngeli ya awa. Kivi. Kivi. Kipepeo, vipepeo. Kipepeo, vipepeo. Asante sana Marita. Njeri. Mwawa. Mwa. Wa. Mua. Mwalimu, walimu. Mwalimu, walimu, mua. Nani kama Njeri? Chevio. 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 Mfano? Chura, vyura. Chura, vyura. Tatu hiyo. Ya nne? Kuna mmi. Mfano? Mkunga, mikuu. Mkunga, mikunga, mjusi, mijusi, mtume, mitume. Makofi apigie. Hiyo inapendeza sana. Haya. Geuza kitenzi zuia kiwe katika kauli ya kutendewa. Zuiliwa. Zuiliwa. Amepata, makofi upigie. Toto hatari sana. Nini maana ya lahaja? Vijiluga vidogo vidogo. Vijiluga vidogo vidogo. Naam. Vijiluga. Lahaja ya Kimtangata, lahaja ya Chichifundi, lahaja ya Kimakunduchi. Hata hivyo amejaribu. Swali la mapisi. Itaje nchi yoyote ile iliyokuwa na rais wa kike mbali na Tanzania? Samia Suluhu Hassan, Tanzania. Nchi nyingine? Zimbabwe. Zimbabwe. Rais anaitwa nani? Jaribu bahatisha. Kumbuka katika sehemu hii ya Chemsha Bongo na sehemu ya Bunge la Mwanafunzi tunasikiliza kauli zao majaji wetu. Baada ya tathmini tusikilize Mwalimu Kombo anasemaje kabla ya Mwalimu Sitaji. Safi. Bwana Mathias Momanyi na wanafunzi wameshiriki katika kitengo hicho cha Bunge la Mwanafunzi na Chemsha Bongo. Hakika wanafunzi wamejaribu sana, japo kuna makosa yaliyojiri katika utendakazi mzima, ambapo tuliona kwamba kuna makosa. Kwa mfano, mwanafunzi aliyesema degree kwamba degree ni shahada bali si stashahada. Stashahada ni diploma, alafu stashahada ndio certificate, alafu kuna shahada ya masters ndio inaitwa shahada ya uzamili, alafu PhD ndio inaitwa shahada ya uzaminifu. Kwa hivyo turekebisha pale. Na natumai katika kitengo cha Bunge la Mwanafunzi wanakuomba uliza wanafunzi kwamba waweze kubaini na kujadili ajira baada ya elimu ya chuo ni uhakika. Kwa hivyo pata kwamba wanafunzi walielewa kwamba ni swali la mjadala na wakaweza kuna wale waliounga na kuna wale waliopinga. Wama usema kila mwamba ngoma uvutia kwake. Waliounga mkono wakasema uhitaji wa taaluma husika za kipekee kama vile uhandisi wa mafuta, teknolojia ya habari huwa na uhitaji mkubwa sana wa sokoni. Kwa hivyo hawa wanafuzu moja kwa moja wanapata ajira. Natumai katika swali la mapisi kidogo liweza kuwatatiza, na kwamba marais wa nchi za Afrika ambao ni wanawake wamejiri usani katika nchi za magharibi mwa Afrika na vile vile mashariki na Afrika ya kati. Kwa mfano tunapoangalia katika nchi ya Malawi kulikuwepo na Joyce Banda, alafu katika nchi ya Tanzania kuna mama yetu Rais Samia Suluhu, alafu kuna Ellen Johnson aliyekuwa rais wa Liberia na rais ambaye alichaguliwa tarehe 21 mwezi wa 3 kule Namibia, yani anaitwa Netundo Nandi Ndaitwa, ndiye sasa rais wa sasa anayeshikilia hatamu za uongozi katika nchi ya Namibia. Bingwa wanafunzi wamejaribu na kati ya 100 ndio watunuku 75, yani ahasi. Baada ya kusikiliza tathmini hiyo, tusikilize mzee wa kazi Ustadha Sitati ambaye hana hati anasemaje. Shukrani Bwana Momanyi kwa fursa hiyo, na pia namshukuru mwenzangu hapa Bwana Kikechi Kombo amedadavua mada hizo kwa kina. Kweli wanafunzi wetu wamejitahidi na wapongeza, lakini nimegundua kwamba hasa kwenye Bunge la Mwananchi istilahi zinawapiga chenga. Saa zingine mnapigwa chenga na istilahi, matumizi mabaya ya lugha kiasi. Kwa mfano kuita tume ya kuajiri walimu kampuni, hapo nadhani Momanyi aliwakosoa. Alafu kuna yule alisema mainjinia.
nadhani mainjinia wana neno lake la Kiswahili, sivyo? Ya mainjinia kwa Kiswahili ni wahandisi. Alafu kuna pia matumizi mabaya ya lugha, kwa mfano yule ambaye alisema laiti mwenye macho haambiwi tazama. Hilo neno laiti jameni, ni la kuonyesha majuto. Laiti ningalijua, laiti. Sasa laiti mwenye macho. Haya, alafu wanapumzika ni wanastaafu. Alafu pia ni vizuri pia kujua istilahi zingine kama vile Bwana Komba ameeleza, viwango mbalimbali vya elimu. Stashahada, shahada, uzamili, uzamifu, hizo zote ni muhimu. Kwa upande wa lugha pia umejitahidi sana, pongezi. Naona ni magwiji upande wa sauti. Pia upande wa nomino pia pongezi kwa binti ambaye uliweza kung'amua nomino ya makundi. Na naamini tunapozidi kuwanoa zaidi mtaimarika zaidi. Na pale pa lahaja, Bwana Momanyi, labda nadhani lahaja ni lugha ni lugha za kimaeneo kama Kimvita, Kiamu, Chichifundi. Yani zote ziko ndani ya Kiswahili. Lugha kuu ni Kiswahili na ni lugha ambazo zinapatikana ndani mwake. Kuna mambo mengine kama lafudhi, upekee wa kimatamshi na kadhalika. So labda inategemea mtazamo ni upi. Hata hivyo, pongezi wanafunzi wetu, kongole. Naungana na mwenzangu kwamba mnastahili alama ya A hasi labda 78 hivi. Niwaongezee 3 kwa zile 75 ambazo Kikechi amewapa. Asanteni. Hoja amewapa zikatunga jambo, kisha tungo zikaunda umbo. Mpige makofi sitati. Wote waliowajibika na kujibu maswali haya wamewajibika. Tunawavalisha shanga siku zote kama binti Mwashanga alivyovalishwa alipokuwa Tanga. Hii ni sanaa ya Kiswahili, inapendeza sana. Tukirudi tutakuwa tunachambua vitabu kisha tuzamie kwenye fasihi. Hii ni sanaa ya Kiswahili. Asante sana Daktari Ontieri James toka Chuo Kikuu cha Masai Mara anasema anafuatilia kipindi. Asante sana vile vile Mwalimu Charles Anthony toka Kabarak anafuatilia kipindi, anasema kinavutia sana. Hii ni kubwa zaidi kuliko nyingine. Lugha ya Kiswahili ipewe sifa zake. Asante sana Rachel Kwamboka Nyatundo na Zefania Nyarunda toka sehemu za Kisii. Wanasema kwamba wanafuatilia kipindi. Hii inavutia kuliko ilivyo. Tukirudi tushukie vitabu. Simba, chui na sungura wanaishi pamoja kwa upendo katika kijiji cha miti mingi. Baadaye sungura anabadilika na kuwa mhalifu. Anasumbua sana, haribu mali ya wenzake. Ilivyo katika kazi za urafa, tabia mbaya ya sungura inasababisha hofu na mashaka kwa majirani na kwake mwenyewe. Mwishowe simba na chui wanatumia mtego kumnasa. James Mwaura ambaye amekuwa mtangazaji na msimamizi wa kitengo kadhaa ama vitengo kadhaa katika redio kwenye shirika la utangazaji KBC, anazamia sana katika swala la kuandika kazi ambayo ni ya sungura ajuta. Bwana Mwaura James amegusia sana kuhusu sifa za wanyama na kuwapa sifa za mwanadamu kazi siku zote za urafa. Je, ametimiza ndoto? Kitabu hiki cha Sungura Ajuta kinawalenga wanafunzi wa viwango vya shule za msingi na kuanzia grade ya 4 hadi 6, kuwaelimisha na kuwaburudisha. Mtafute ndugu James Mwaura katika Sungura Ajuta, atakupa siri zaidi ili uweze kujua katika vitabu tuna siri gani. Ewe mchapishaji, tunakualika pia tuweze kukuchambua, tuweze kukutambua na tuweze kudadavua kazi yako ambao umeifanya na kuichapisha hapa katika KBC Channel 1. Kazi kwako. Asante sana mtazamaji, sehemu yako ipendayo ya uchambuzi wa vitabu imekamilika. Hapa tunashuka katika sehemu ya fasihi, sehemu ambapo tunazamia kazi walizoandikiwa wanafunzi hawa kwa mujibu wa mtaala na wizara. Kumbuka tunazungumzia nguu za jadi, bembea ya maisha, bila kusahau mapambazuko ya machweo na sehemu ya fasihi ambayo ni simulizi. Kuna ushairi na katika sehemu hiyo tutasikiliza wamejipanga namna gani. Kwanza kabisa wajitambulishe. Jina lako nani Malkia? Jina langu ni Grace Njeri. Asante sana Grace mwana wa Njeri. Jina lako? Jina langu ni Marin Wanjiru. Asante sana Shiro. Nawe?
Jina langu ni Miriam Njeri. Shukran sana. Upande wangu wa kushoto kuna bingwa fulani hapa. Jina lako nani bwana? Jina ni Alex Magara. Asante sana Alex. Alex, jina lako binti? Jina ni Clara Wanjiro. Asante sana binti Shiro. Jina ni Grace Asha. Asante sana Sasha. Mtazamaji, fasihi ni kioo cha jamii, anavyosema Mwalimu Kombo. Hapo unajitetea, hata ukiwa na uongo ukiutetea vizuri unaweza kupata alama. Lakini ukweli uwe ndani ya uongo. Swali la kwanza kwenye nguu za jadi. Wanawake wa kisasa wanavunja kila mwiko uliowekwa na wazee. Weka dondoo hilo katika muktadha wake. Haya ni maneno ya Mrima akimwambia Mangwasha wakiwa nyumbani mwao baada ya Mangwasha kumuuliza Mrima alipotoka na Mrima kumwambia yeye hana ni ruhusa ya kumuuliza papa alipotoka. Sadakta amefanya kazi kubwa huyo. Piga makofi binti. Taja mbinu zinazojitokeza katika kauli hiyo. Jazanda. Jazanda? Naam. Gani? Kuvunja mwiko kwa uzee. Kuvunja mwiko ni jazanda? Naam. Mpige makofi, yuko sawa. Maneno ya Mangwasha yale mwenye bidii bila shaka tumeyashuhudia. Matendo yale yote pia yapo sana. Swali la pili katika ushairi. Eleza bahari zifuatazo. Msuko. Msuko ni shairi lenye mshororo mfupi kuliko zingine. Kibwagizo ama mshororo? Kibwagizo. Kibwagizo, sisema mshororo. Mshororo ni mingi tu. Hapo pa mshororo. Mshororo wa pili unaitwaje? Mloto. Unateza Pilato hapa, mlato. Unaitwa mloto, mpige makofi. Siku zote ushairi huwa na vipande vitatu. Ukwapi, utao, sehemu ya tatu inaitwaje? Mwandamano. Tena. Mwandamano. Maandamano. Mwandamano. Mwandamano. Naam. Maajabu na miujiza. Sehemu hiyo inaitwa mwandamizi. Swali jingine. Mimi ni mwanamume. Ninaweza kuoa wakati wowote na idadi yoyote ya wanawake. Shida iko wapi? Mwanamke akishaolewa basi yake yamekwisha. Hapo. Azae na kuitumikia jamaa yake bila kuuliza maswali. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Msemaji ni Mrima. Msemaji ni Mrima. Msemewa ni Mangwasha. Anamjibu Mangwasha mkewe. Wakiwa kwake nyumbani kwake Mrima. Wakiwa nyumbani kwao. Lakini ilikuwa Mangwasha alikuwa anafuatilia maisha ya Mrima jinsi anavyofanya mambo yake. Mangwasha alikuwa akimuuliza ikiwa Sagilu anamtafutia nini? Mke mwingine. Mke mwingine, au sio? Amejaribu sana Sir Alex, makofi jamani. Asante sana Ferguson. Fafanua 6 za sifa za msemaji wa maneno haya. Fafanua sifa kadhaa za msemaji wa maneno haya. Mwenye bidii. Mwenye bidii, thibitisha. Anafika kazini wa kwanza na kutoka akiwa mwisho. Barabara binti. Ya pili? Ni mtamaduni. Mtamaduni, thibitisha. Anasema kuwa anaweza kuwa wanawake idadi yoyote anayotaka. Anasema anaweza kuwa wanawake idadi yoyote, sivyo? Mtamaduni kweli. Sifa nyingine? Watoto wa Mungu. Mrima ni msaliti. Msaliti. Thibitisha. Anawasaliti akina Lonare kwa kupokea pesa kutoka kwa Sagilu ili aweze kuharibu kampeni za Sagilu ili kampeni za Lonare ili Sagilu aibuke mshindi. Aibuke mshindi, sio? Amshinde Mwamba. Mwamba, sio? Na pia Lonare ashindwe na Mtemi Lesulia ashinde kampeni. Rungiri nambari 1, makofi mwake. Swali la mwisho. Ungeponyoka kama maji kwenye viganja, ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Weka hilo dondoo katika muktadha wake. Kiwa umepata, tuendelee. Anaongelesha nani yule? Dina. Anazungumza na Dina. Walikuwa wapi lakini? Nyumbani kwa Dina. Nyumbani kwao. Shughuli kubwa. Sababu ya maneno ya kusemwa na Kiwa ni pale ambapo walimwambia kwamba wanajadili nini hapa? Kama Dina angekuwa mgonjwa hajui vile angefanya kwa sababu ya uhitaji wa pesa na umaskini. Eleza namna tashibii na stiari inavyojitokeza katika dondo hili.
Ungeponyoka kama maji kwenye viganja, ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Tashbihi, ungeniponyoka kama maji kwenye viganja. Jazanda ni gani? Ningekosa ufundi wa kuziba mianya. Jazanda? Ufundi wa kuziba mianya. Hapana. Ingeweza kuwa ufundi wa kuziba mianya. Jazanda huwa ni moja katika hiyo kauli. Jazanda ya kwanza mianya, jazanda ya pili viganja, ya tatu maji. Taswira? Taswira oni. Gani? Ambapo anasema angeponyoka kama maji kwenye viganja. Maji kwenye viganja. Wapige makofi hawa. Sasambua siku zote, sanzuka, simama, kisha utapata picha na taswira kamili. Imekuwa ni sanaa ya Kiswahili, sehemu ya uchambuzi wa vitabu, kisha tumezamia swala la fasihi. Hawa ni wanafunzi waliopikwa kapikika. Picha yangu tu. Twende kwa majaji. Bila shaka wanafunzi wetu wamejizatiti sana na wameonyesha kwamba wamesoma hivyo vitabu. Jambo moja nimeshuhudia ni kukosa utulivu. Kukosa utulivu ni kubaya sana. Mpaka unakanganyikiwa, badala useme mwandamizi unasema maandamano. Akili imejaa mawazo ya maandamano, sasa unashtukia umesema maandamano. Kwa hivyo muwe jasiri, mtulie. Najua mambo ya ukwapi, utao, mwandamizi ni mambo ya kawaida. Hizo ni nyimbo ninyi uimba kwenye mitaa ya shule hii. Alafu nimegundua pia sehemu ya 4 katika kueleza muktadha wa dondoo unawakanganya sana. Msemaji ni rais, msemewa ni rais, mahali ni rais. Ikifika ile sehemu ya 4 tukio au sababu ya kusema hayo ndio inawakanganya kidogo, na itabidi tuwanoe hapo kabla mjakalia mtihani wenu wa kitaifa. Rais kongole na zidi kuimarika zaidi. Katika swali la kwanza ambalo uliuliza wanawake wa kisasa wanavunja mwiko wanavunja mwiko uliowekwa na wazee. Kwa hivyo pata kwamba ni dondo ambalo limenukuliwa kutoka kwenye riwaya ya Nguza Jadi, na hasa wanafunzi natumai waliweza kutambua, wakabaini mhusika ambaye alisema na hayo kwamba alikuwa ni maneno yalikuwa ni ya Mrima. Anazungumza na Mangwasha, walikuwa pale nyumbani pao, na pata kwamba walikuwa wanajadili hasa mabadiliko ya Mrima hasa katika huluka zake, namna zilivyobadilika, na pata kwamba ilijiri kutokana na nini, na hasa ushawishi wa kutaka hela, na kwamba aliyekuwa na mshawishi ni huyu mhusika Sangilu ambaye alikuwa ni mfuasi mkubwa wa Lesulia, na wapata kwamba huyu alikuwa ni mketwa, alipaswa kushirikiana na Lonare ambaye alikuwa ni mpinzani mkubwa wa Lesulia ambaye alikuwa ameitatiza ambaye uongozi wake au kuwafurahisha hawa wananchi wa Matuo. Bingwa, wanafunzi wamejaribu, na kati ya asilimia 100 ndio watunuku asilimia 65, yani ba. Nashukuru bingwa. Tukirudi itakuwa ni sakata rumba zaidi, densi ya kukata na shoka. Je, itapendeza ama watatisha? Bwana, ndiyo baada ya kusikiliza na kuweza kushuhudia mengi zaidi katika sanaa ya Kiswahili, mpenzi mtazamaji, ni sehemu yako ipendayo zaidi ya kusakata rumba, pale ambapo kila mmoja anajaribu kufichua kipaji chake namna alivyojaliwa. Kumbuka Mwenyezi Mungu ametujalia vipaji tele kama pishi la mchele. Je, itakuwa vipi? Kama kawaida, hapo ndipo tunapata fursa kuicheza na kuipiga kama kawa tunaipata, basi ikitupatia taswira. Kazi kubwa zaidi kwenye densi hii ni sanaa ya Kiswahili, mpenzi mtazamaji, usicheze mbali. Kupe taarifa mwenzangu, yamenifika kwako we mwanamke mwenzangu, sema kupe taarifa mwenzangu, yamenifika kwako we mwanamke mwenzangu, wanakuwa nalalamika ila akija nyumbani eti hujui kupika, kula kwako hatamani, kwangu kalipenda tembele, toto laini, shoga umenyimwa upole, tajiri wa kisirani. Na samahani, mwanzoni sikujitambulisha mimi nani, mimi ndo mke mwezio aka nyumbani, tena nimemganda mumeo kama kichwa na kisogo. Sina ubaya nawe, unichukia unionea bure. Sina ubaya nawe,
Asante zaidi kwa shule ambayo imekwisha kutupatia mapokezi haya. Asante, nasema shukrani jazila, Mwenyezi Mungu awape heri na kuepushia shari. Asante vile vile kwa jopo zima la Kiswahili, bila kusahau kazi ya bingwa Sitati na jopo zima lake. Kumbuka ni kazi maridadi kama ngozi ya mbega, imependeza sana. Mwalimu mkuu pia siku zote atumwachi nyuma. Mwalimu mkuu mwalimu mkuu hapa tu Rungira amekwisha fanya kazi kubwa zaidi. Vijana hawa kutoka idadi ndogo sasa hivi wanachezea nambari 1 katika kaunti katika vipaji. Inakuwa vipi? Hapa si mwisho, ni mwanzo unaoanza mwisho. Niseme ni shukrani kwa wanafunzi ambao wameonyesha maadili yao, na Mwenyezi Mungu ambaye ametukutanisha siku ya leo, ambapo kila siku ya Jumapili mwendo wa dhuhuri unapata kipindi hiki kila Jumapili. Usikose siku nyingine na wakati mwingine kuingia ndani ya sanaa ya Kiswahili. Kumbuka nakwambia kwa heri, lakini si mwisho wa kusema buriani. Jina langu ni Double M Mathias Momanyi, bingo. Heshima na simama, kujificha sikubali, nitamke hima hima, mambo yalo ya kweli, bayana neno nasema, tutukuze Kiswahili.